Wakala wa Taifa wa Uhifadhi wa Chakula NFRA umeeleza hatua ambazo umekuwa ukichukua kwa ajili ya kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake, ikiwa ni nyongeza ya zile ambazo hutengwa na serikali kwenye bajeti kupitia Wizara ya Kilimo. Ofisa mtendaji mkuu wa NFRA Dr. Andrew Komba amesema katika mwaka wa fedha wa 2025/26 walitengewa takriban shilingi bilioni 36.2 kwa ajili ya shughuli mbalimbali na ujenzi wa miundombinu ya kuhifadhia chakula. Kati ya fedha hizo bilioni 22 ni kwa ajili ya ujenzi, bilioni 22.2 ni kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya kuhifadhia chakula, lakini bilioni 14 ni kwa ajili ya kununua chakula. Sasa fedha hizi zilizotajwa kama bilioni, kwa maana bilioni 14 kama zingeweza kutumika peke yake zilikuwa zina uwezo wa kutuwezesha kupata chakula kwa maana ya kisichozidi tani 20,000. Kadhalika, Dr. Komba amezungumzia hali ya uzalishaji wa mazao dhidi ya ununuzi wa mazao kwa ajili ya hifadhi ya chakula. NFRA haitegemei vyanzo vya serikali peke yake kwa maana ya support ya serikali ya moja kwa moja. NFRA pia inafanya biashara. NFRA inakopa fedha kutoka kwenye benki za kibiashara, na kwa kufanya hivyo huwa inajiongezea uwezo wake wa kuweza kununua chakula. Kwa katika mwaka wa fedha huu ambao ninauzungumzia, NFRA imeweza kukopa na kuongeza ile wigo wake wa kununua zaidi ya tani 20,000 ambazo serikali ilitenga fedha. Kwa mwaka huu kutokana na uzalishaji namna ulivyokuwa, NFRA iliongezea takriban tani 134,000 tu ukilinganisha na mwaka jana ambapo tulikuwa tumenunua tani 404,000. Kwa hiyo mwaka huu uzalishaji huu msimu ambao umeisha haukuwa mkubwa sana, na sisi kwa nini hatununui kiasi chochote kile? Kazi yetu sisi sio kwenda kupunguza wingi wa chakula katika soko. Kazi yetu sisi tunakwenda kununua chakula pale ambapo tunakuta kwamba soko limezalisha in excess. Kama chakula kitakuwa kilichozalishwa akitoshi mahitaji ya soko, NFRA haendi kununua. Maana yake ataliachia soko lifanye kazi yake ya kukisambaza kile chakula kwa mlaji wa mwisho. Lakini pale ambapo kuna chakula kingi kimebaki kwenye soko na kumfanya mzalishaji ashindwe kupata bei nzuri, NFRA anawajibika kwenda kununua kile chakula. Kwa hiyo ukiondoa kazi ya kusambaza chakula wakati wa upungufu, pia NFRA ana kazi ya kwenda kununua chakula wakati kimezidi katika soko.